Lakini nikupeleke pale Dodoma ambapo kuna taarifa ambayo inahusu ligi ya mpira wa kikapu ambayo inaendelea na leo itaendelea, ambapo ligi ya mpira wa kikapu NBL leo inaingia katika siku yake ya 6 ikiwa na jumla ya michezo 7 itakayochezwa katika viwanja viwili ya Chinangali Court A pamoja na Chinangali Court B. Kadri ligi inavyoendelea na timu na zenyewe zinaendelea kuongeza kasi katika mbio za kuwania nafasi za kushiriki BAL kwa wanawake pamoja na wanaume. Katika michezo iliyochezwa hadi sasa, wachezaji wa kigeni wameendelea kuteka takwimu muhimu za mchezo huo wakionyesha ubora wa kiwango cha juu na ushindani mkubwa, hali ambayo inafanya timu kuongeza juhudi ili kuhakikisha zinabaki kwenye nafasi nzuri ya kuelekea hatua za juu. Timu ya Mchomo ambayo ipo jijini Dodoma ikiongozwa na Captain Maluwe imeendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa ligi hiyo, ambapo imeendelea kushuhudia jinsi klabu mbalimbali zinavyojituma mechi baada ya mechi kudhibitisha ubora, kulinda heshima pamoja na kupigania nafasi muhimu katika michuano hiyo. Huyu hapa Captain Michael Maluwe ambaye yuko Dodoma akifuatilia ligi hiyo. Sisi hapa Dodoma tuko vizuri katika viwanja hivi vya Chinangali Park ambapo mashindano ya NBL yanaendelea hapa, na mambo ni mazuri kwa sababu ushindani unazidi kuwa mkubwa na tuko katika hatua za mwisho kuelekea katika nusu finali. Na nikikutajia tu kwamba michezo ambayo imechezwa kwa siku ya leo, ukiachana na michezo mingine, lakini kwa leo kulikuwa kuna michezo kadhaa. Moja wapo ilikuwa ni kati ya Planet Basketball Club ambao walikuwa wanacheza na JKT. Huu mchezo ambao wengi waliwapa nafasi timu ya JKT, lakini JKT amepoteza mchezo huu kwa pointi 66 kwa 62. Unaweza ukajiuliza JKT ni nini kimemkuta dhidi ya timu ya Planet kutoka pale Mwanza. So ni vitu ambavyo kwenye basketball vinatokea. Ukija na matokeo yako utakutana na vitu vizito. Lakini mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Manyara na timu ya Pamoja. Manyara ni timu ambayo kwa kweli inajengeka siku hadi siku, lakini Pamoja vile vile ni timu ambayo pia ni vijana. Hawa wengi ni wachezaji ambao tunasema ni local player. Ni mechi ambayo imekwenda kwa mshindi kuibuka na half basket, yani 71 kwa 70. Kwa hiyo unaweza ukawa unajiuliza kulikoni. Wamepambana, wamefungwa, lakini hapa kuna mmoja amemokota mwenzake, kwa Manyara ameweza kuibuka kwa pointi 71 kwa 70. Lakini mchezo mwingine na ulikuwa ni kusisimua, ulikuwa ni kata Dodoma Spurs ambao walikuwa wanacheza na UDSM Outsiders. Hili lilikuwa ni bonge moja la game ambalo kwa watu ambao wamefika hapa kila mmoja amefurahia game, na hii game nayo imeisha kwa half basket kwa 60-61. Kwa hiyo tuna game mbili ambazo zimemalizika kwa half basket. Moja 70-71, nyingine 60-61. Mchezo mwingine ulikuwa ni kati ya Kisasa ambao walikuja kucheza na Dar City ambao ulikuwa mchezo wa mwisho. Ulikuwa ni game moja nzuri sana, timu zote zilikuwa zijafungwa, lakini katika mchezo huu timu ya Dar City ameweza kuonyesha kwamba yeye ni mkubwa kuliko wengine na kuweza kuibuka na ushindi wa point 74 kwa 62 ambazo ameweza kupata timu ya Kisasa hilo. Niko na coach hapa Romanos. Tumeona matokeo ya leo jinsi yalivyo. JKT kapigwa, lakini tunaweza kuona Outsiders kapambana, kafungwa pia. Nini haya matokeo kwa hizi timu mbili zinatupa picha gani? Cha kwanza na kitu ambacho tunaweza tukaangalia hapa ni swala la, tunaweza kaona ni maandalizi ya hizi timu. Tukisema watokea day one tunaongelea swala la uwekezaji. Ukiangalia JKT kafungwa na Planet ya Mwanza. Ni timu ambayo nayo wamefanya maongezo ya foreigners ambao wako pale. Kwa hiyo sishangai kwa JKT kupoteza hiyo game. Game ambayo ilikuwa very interesting kwangu mimi ilikuwa ni Pamoja against Manyara. Ni timu ambayo ile ndio ilikuwa game sahihi kwa NBL unaweza nikaita. Watu hawakuwa na time nayo. Hawakuwa na time nayo, watu wengi walikuwa wanaangalia game ya Spurs against Outsiders. Lakini ile ndio ilikuwa game ambayo inatupa uhalisia wa sisi wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa very entertaining game, lakini siku ya siku Manyara wameweza kuchukua. Kama ulivyosema, Manyara siku hadi siku wanazidi kuimarika, na naamini mwakani naamini watakuja tofauti. Lakini kikubwa ambacho leo ningependa tushare hapa katika viwanjani ni kuhusu uwepo wa wachezaji wa kigeni wengi. Sasa swali langu coach ni hivi: uwepo wa wachezaji wa kigeni unaongeza ushindani katika ligi yetu ya Tanzania kwa maana ya NBL, ama inapunguza ama kuua nafasi kwa wachezaji wetu wa Tanzania? Michael Maluwe hapo umeongelea vitu vingi.
umeongelea swala la kuongeza ushindani wa NBL. Naweza nikakujibu yes 100%. Inaongeza ushindani. Imeleta chachu. Sasa inakuja issue ya wachezaji wa Kitanzania. Wanatumia hiyo opportunity ya uwepo wa wachezaji. Ndio tunakuja yale. Unakuta timu imesajili wachezaji wa kigeni 7. First 5 wako 4. Mchezaji wa Kitanzania ni mmoja. Na ni kwa sababu ya kanuni hawaruhusiwi kucheza wote. Kwa hiyo unakuta siku ya siku mchezaji wa Kitanzania nafasi hapati. Inakuwa finyu. Lakini pia ni swala ambalo sisi makocha ni kuangalia wapi tumekosea kwa vijana. Kwa sababu mimi nitatoa mfano mmoja. Nitatoa mfano wa Dar City. Dar City wametoka kwenye BL Nairobi. Ukiangalia phase 5 nzima mchezaji wa Kitanzania ambaye kwa sasa ni Hashim Thabit. Okay. Hongera sana kwa timu ya Dar City kwa kuibuka kuwa mshindi ikiwa NBL ambapo tunaamini shindano ambalo hajapoteza hata mechi hata moja. Tunajigia michuano hii ianze. Tuna wachezaji wengi. Lakini nafasi bado hamna. Anaonekana tu Amini na Ngaiza kidogo na Ali. Lakini Ali tayari ameletwa mpinzani wake ambaye ni point guard. Na unaona utofauti kwamba anapokuwa Ali uwanjani na Gilbert ni tofauti. Mimi kama coach siwezi nikalisi hata kama ni kusema ni Tanzania. Siwezi nikalisi nimweke mchezaji ambaye anipi matokeo. Hii tournament ni kuhusu matokeo. Kama mnavyojua kuna hela. Timu inashinda, mchezaji anapata ile bonus. Siwezi nikalisi nikasema ni mwache kwa sababu ni Mtanzania. So ni kitu ambacho sisi makocha na ukiangalia kingine ambacho jongelea ongezeko la makocha wa kigeni. Nao pia limekuwa kisasa wachezaji wa kigeni, Spurs na wachezaji wa kigeni. Yani yuko pale nimemwona Son Abel ni very experienced coach. Kwa hiyo nayo ni chachu sisi wenyewe kujiangalia. Kwa nini wachezaji wa kigeni wanakuja, makocha wa Kitanzania wako wapi? Wapo wenye experience, lakini ndio hiyo tunakuja sasa. Watu wanataka matokeo. Sasa hebu ngoja tupate maoni mawili matatu kutoka kwa baadhi ya makoch au wadau. Wao wanasemaje katika hili, kwa sababu ni kitu ambacho kinazungumzwa kwamba je, uwepo wa wachezaji wa kigeni wanatupa hamasa, games zina shine, watu wanaonyesha uwezo mkubwa, lakini je, nafasi ya wachezaji wetu wa Tanzania iko wapi? Nahisi wachezaji wengi wa sasa hivi waji hawafanyi mazoezi, ndio maana tunategemea sana wachezaji wa nje kuliko wachezaji wa wapi wa humu ndani. Wachezaji wa nje wanaonekana wako juu sana kuliko wa humu ndani kwa sababu hatufanyi mazoezi. Asubuhi unakuja hapa kwenye warm up unakuta mtu wa Kenya sijui hapa anafanya warm up anakimbia peke yake. Sasa mchezaji wako hata mmoja hayupo. Kwa hiyo unahisi kwamba basket ya Bongo inashuka kwa sababu ya hivyo. Hapo tunazungumzia sasa uwezo wa wachezaji wa Tanzania. Yaani bado uko chini sana. Kwa hiyo wajitume tu na kufanya mazoezi, kusikiliza coaches na kuamua kuacha mambo ya pembeni na kujicommit kwenye basketball. Sisi tulikuwa tunawaambia wachezaji aamue kimoja, whether afanye basketball au afanye mambo mengine ambayo yanamfanya anashindwa kuperform kwenye basketball. Lakini akichanganya vitu viwili hauwezi kufanikiwa. Wachezaji wamestep up sana. Lakini wengi ni foreigners. Umeona wanapata threes, wanaongoza kwa scores, wengi ni foreigners. Wenye nguvu ya kuruka, kupiga danki, wengi ni foreigners. Kwa ni somo kubwa kwa Watanzania, wajiandae physically. Skills local players wanazo, lakini level of fitness kidogo ni ndogo compare na foreigners. Kwa ni somo pia kwetu. Anyway, tumeweza kusikia maoni mawili matatu kutoka kwa baadhi tu ya wadau, lakini ukitaka kujua kwa ukubwa zaidi tutakuwa na utaipata kwa urefu zaidi. Tumalize coach hapa. Sasa nini maoni yako kwa wachezaji wetu wazaa, kwa sababu inavyoonekana wengi wanalalamikia kwamba wachezaji wetu hawajitumi, hawaonyeshi ile nia, hawaonyeshi wanapopata nafasi kwenda kuitumia. Kitu kimoja ambacho ninapenda kuwashauri wachezaji wa Kitanzania. Sisi wenyewe tumekuwa wachezaji. Kipindi hicho tunacheza, hizo opportunities zilikuwa zipo. Lakini unakuta umeamka asubuhi, unafanya individual training yako kuimprove kile kitu ambacho unahisi unakosea. Kwa wachezaji wa Kibongo waangalie aina ya mazoezi wanaofanya. Uwezo ukawa unafanya kitu kile ambacho kila siku unakijua. Fanya kitu kipya ili inapokuja season mtu anajua kwamba huyu sasa hivi ameimprove sehemu
A na B. Haiwezi kama mchezaji unasema kila siku kwa vile, mfano namtaja tu mchezaji mzuri wa Tanzania sasa hivi, Amini Mkosa. Sawa, lakini Amini Mkosa anasifika kwenye nini? Defense. Offense hayupo. Kwa inabidi improve. Anaenda kimataifa sasa hivi. Kimataifa ili uweze kushine mchezaji wa Kitanzania lazima uwe na value ambayo inaendana na mchezaji wako. Kwa wachezaji lazima wajue wanatakiwa kutrain sehemu gani. Sawa, yapo mengi ya kuzungumza, nakupa assignment, tutakuja kuzungumza tena. Nitakwambia katika NBL hii unitajie first 5 yako, lakini ya wabongo. First 5 ya kwangu. Itakuwa mtihani mkubwa sana. Kwamba bwana umepewa Roma sasa hivi tutengeneze NBL ya All Star. Hebu nitengenezee first 5 yako, alafu niambie wale super sub wako wawili ni nani na nani. Muhimu tupate kuwa na wachezaji ambao wataitwa nchini Burundi, nchi hapo kwenye nchi ya Kenya, pale Uganda, Zambia. Tuna wachezaji wanasema bwana mchezaji fulani anaweza kaja akatusaidia katika timu yetu. Kuliko tu wachezaji wote wa kigeni wanakuja, ligi yetu itakuwa kubwa lakini wachezaji wetu watakuwa wadogo. So kwa niaba ya timu ya Mchomo ni washukuru sana wote, asante. Naam, huyo ni Captain Michael Malowe ambaye yupo Dodoma akifuatilia ligi ya mpira wa kikapu ambayo inaendelea katika viwanja vya Chinangali, na takriban michezo 7 itachezwa leo wakati timu mbalimbali zitakapokuwa zikishuka dimbani kuweza kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa vyema zaidi katika ligi hiyo ya mpira wa kikapu. Wamezungumza mengi sana ndani ya dakika zote hizo ambazo umemsikiliza, lakini pia namna ambavyo wachezaji wanaperform katika ligi hiyo kwa sasa. Unaweza kuzungumza moja kati ya ligi ambayo inakutanisha vipaji kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini lakini pia nje ya nchi ya Tanzania.